and your sisters, sisi tunaweza kuwa hatuna usaidizi, lakini tazameni Mungu anayeweza kuwafariji hapa na hata baadaye wakati hatutakuwa. Wote wa familia msitutazamie sisi. Na ndiposa Mwanazaburi, ni maandiko huwa nasoma mahali pengi ambapo tuko, kwa sababu mtu wa familia akiwa ameenda inakuwa jambo zito sana. To the family, especially wakati ambapo mmekuwa na mama yenu, hata ikiwa hakuwa anafanya kitu, yeye akiwa amekalia hiki kiti chake ni mama, si ndio? Na alikuwa na heshima ile yake, hata akiwa ako namna gani, hata wakati alikuwa hospitali, yeye angesema jambo akiwa pale na ni lazima lingetimika, kwa sababu yeye ni Mungu, ni mama katika familia. Na mzee mwingine akanielezea kwamba ni kama ambapo ukuta, hii nyumba iko na ukuta, si ndio? The other side. Na hapa kuna mtu amekuja hapa akaniambia ya kwamba hangepita. Mzazi ni kama ule ukuta, na ukiwa umeanguka unashindwa itakuwa namna gani. Tumtazamie Bwana na wakaingia kwa hospitali. Mara kidogo nikaona wale watu, na walikuwa wamekuja wengi, walikuwa wamekuja. Kuna watu, kuna wazee wanaachilianga wake wao wanaenda peke yao kujifungua, lakini huyu alikuwa amekuja na watu wengi sana, sababu ilikuwa siku yake ya kujifungua. Na wakati walipoingia katika ile hospitali, mara kidogo hata 30 minutes hazikuisha, because mimi nilikuwa, my wife alikuwa amejifungua na mtoto alikuwa amewekwa kwa nursery. So mara kidogo 30 minutes nikawaona ndio hao wote wametoka wakiwa analia. Imekuwa namna gani? Nikisikia wakiongea, mama amejifungua, mama ameaga, na mtoto amefanya nini? Amebaki akiwa tu ndio amezaliwa. Mtoto yeye mwenyewe akatoka akiwa mzima, lakini mama akaweza kuaga. Kwa hivyo nyinyi mmekuwa na mama yenu kwa hiyo miaka ambapo mmefika, na mmekuwa watu ambao mmekuwa. Kwa hivyo Mungu awasaidie katika haya maisha, kwa sababu sasa wewe ni baba, si ndio? Naweza kuwa baba, sijui baba, wale wengine ni mama. Mungu awasaidie, awapatie nguvu na awapatie jinsi ambavyo mtakavyoendelea kuishi mkiwa hamna mama yenu. Mwandishi wa Zaburi katika Psalms 121 akasema, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will keep you from all harm. He will watch over you, your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Bwana asifiwe. Look unto the Lord, mtazamie Mungu ambaye atakuwa pamoja nanyi, ambaye hataweza kuwaachilia, ambaye hata kama watu watakuwa kando, atakuwa pamoja na nyinyi. Na kwa sababu mama yenu amewalea mkiwa kanisani, na waomba hata wale hawaendangi kanisa, we thank the Lord because of our brother Mwakisaka. Yeye huwa ako pale akituongoza kwa nyimbo. Wale ambao hamuendi mahali, ikiwa mnaenda kanisani, Bwana awabariki. Ikiwa hamuendi, mfike katika kanisa, because hapo ndio msaada yenu inaweza toka. Si kwa sababu ya kuja pale atupatane na wale wengine, hapana. Ni kwa sababu unamwangalia Mungu, Yesu akiwa msalabani, na ataendelea kukupatia nguvu. Ataendelea kuwa pamoja na wewe, na ataendelea kukuongoza wakati unapoendelea kuishi maisha haya. Haya maisha ya hapa duniani ni ya muda na atakuja kupita. Kwa hivyo Mungu atusaidie sisi wote, na tujue ya kwamba tumekuja hapa. Kesho hatujui tutaenda wapi. Sisi tumekuwa tukienda. Unaweza hesabu ni wapi ambapo tulikuwa the other day, na uangalie the other day, hiyo siku nyingine, hiyo nyingine. You don't know it's where next. Haujui where next. Mungu atusaidie sisi kama kanisa,
na tuendelee kuombeana mmoja na yule mwingine, na Mungu atakuwa pamoja nasi tunapoendelea kumtazamia msalabani. In the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Bwana wabariki sana. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ni wakati mwingine, sitaki Maria kaya ataanza kuniuliza tutafanya nini next. Of course, if I don't Maria ataanza kuniuliza na